Habari yako, na kushukuru kwa kuendelea kunisikiliza na kuendelea kufuatilia channel yangu hii ya Mimea Tiba. Na leo kabisa nitaongea mahususi kwa ajili ya wanaume ambao wana shida ya nguvu za kiume. Kwa sababu mwanaume ili aitwe mwanaume lazima awe na nguvu za kiume, na hiyo ndio inamfanya kuwa awe ni mwanaume mjali. Najua katika kipindi hiki zama hizi, katika mazingira tunayoishi, watu wengi wana shida hiyo, na hiyo shida imekuwa ikiwasumbua sana watu, na wengine wamekuwa wakitumia madawa ambayo ni sumu, ambao yani wanaongeza sumu ndani ya yani wanaongeza shida juu ya shida. Unakuta anatumia dawa ambazo zinaenda pia kumharibu, na limekuwa ni tatizo kubwa. Actually niseme ni tatizo sugu kwa watu, lakini ni tatizo linalotibika kama mtu akitaka na akiwa mwaminifu katika kufuatilia dawa, na akiwa mwaminifu pia katika kula. Kwa sababu watu wengi wameathirika na hili tatizo kwa sababu ya ulaji mbaya, kwa sababu ya mazingira tunayoishi, lakini pia na mitindo ya maisha, lifestyle. Mambo yamekuwa ni mengi, maisha yamekuwa ni magumu, stress zimekuwa ni nyingi, changamoto zimekuwa ni nyingi. Kwa hiyo pia imepelekea wanaume wengi kupata shida. Ni kweli kabisa. Wala si kwamba unakuta mtu mwingine ni mzima kabisa, amezaliwa akiwa na nguvu zake vizuri, lakini kulingana tu na mazingira, kulingana na vyakula anavyokula, kulingana na maisha, hali ya maisha ikapelekea hiyo shida. Kwa hiyo leo nitadili sana na watu wanaume, na kama kweli kuna mwanaume hapa kwenye channel yangu ananisikiliza, na kama una shida hiyo, hata kama hauna shida, tumia tu hii tiba ambayo nitakuelekeza, itakusaidia zaidi. Na kama wewe huna shida, yupo ambao unamfahamu ana shida, msogezee hii video ili iweze kumsaidia. Kama hata humjui mtu mwenye shida, ipeleke kwa wanaume wengi, kwa sababu si kila mtu utajua shida yake, lakini huenda mtu ana shida anayo moyoni lakini hawezi kumsimulia, kwa sababu kuna mambo mengine kiukweli huwezi kusimulia watu, au huwezi kumueleza mtu mwingine au kushare na watu wengine. Kwa hiyo tumia mwanaume yoyote ambaye unamfahamu katika maisha yako, isogeze kwake, uende kumsaidia. Kama sio yeye, kuna jirani yake, ndugu yake yoyote. Kwa hiyo ukipata hii video wapelekee na wengine, ili wengine iwasaidie. Sawa, lakini pia kabla sijaendelea mbele na tiba, naomba kama haujasubscribe kwenye channel yangu, na kuomba usubscribe. Lakini pia naomba ulike video zangu, lakini pia naomba uendelee kushare video zangu. Kama kuna maoni yoyote unaweza ukaniandikia comment hapo, ninazisoma. Kwa wale ambao naona kuna umuhimu wa kuwajibu, nitawajibu. Kwa wale ambao watacomment vitu ambavyo ni vya kawaida tu, nitashukuru pia, kwa sababu kila kitu ninashukuru. Kwa hiyo nakuomba sana subscribe kwenye channel yangu, ili kuendelea kuisupport hii channel ikue, iwafikie watu wengi. Mimi lengo langu la kuanzisha hii channel si kwa sababu gani, ni kwa sababu ya jamii. Najua jamii ya leo tulionayo inaumwa. Jamii inahitaji msaada. Jamii tulionayo ina mambo mengi ambayo imewazunguka, na wengine hawajui hata matatizo yani utatuzi wake unatokea wapi. Wapo wengi ambao wapo wenye pesa, lakini wametumia pesa katika kurejesha afya zao nyingi sana. Na wapo ambao hawana pesa na wana shida pia, wanashindwa namna ya kufanya. Lakini vitu ambavyo ninakuelekeza mimi ni vitu ambavyo ni rahisi, ambavyo vinapatikana katika mazingira ya kawaida kabisa. Kitu cha muhimu ambacho mtu unachopaswa kuwa nacho kwanza ni kuwa mwaminifu katika kuvitumia hivyo vitu na kuvifuatilia kwa bidii. Lakini kitu kingine ni kumwamini Mungu, kwa sababu imani ndio inatusaidia tunapona. Unaona, mimi naweza nikakuelekeza tiba, lakini kama hutaweka tumaini lako kwa Mungu, unaweza hiyo tiba isikusaidie. Lakini kuna mwingine ikamsaidia kwa sababu ameamini na akapona. Maandiko yanatuambia kwamba tukiamini tunapona. Naona. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida tu na kuelekeza, lakini ni vitu vyenye umuhimu sana, na ni vitu vyenye faida sana, na vinapatikana kwa namna na kwa njia rahisi kabisa katika mazingira yetu. Sasa
turudi kwenye kiini cha somo. Leo nimesema nitadili na wanaume ambao wenye shida ya nguvu za kiume. Ndio nitadili nao hao. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume na hii shida unayo, hata kama wewe ni mwanamke, hata sisi wanawake wengine unakuta waume zetu tunawafahamu wana shida hizo. Sasa hata kama wewe ni mwanamke, jitahidi kama una mwanaume ambaye ana shida hiyo, msaidie ili aweze kupona. Hili tatizo linatibiwa na kitu kirahisi sana. Tiba ya kwanza, nitaeleza tiba kama 2 hivi, lakini tiba ya kwanza ni limao. Unachukua na kitunguu maji, unachukua na mafuta ya mzeituni na asali. Sijui kama nimeeleweka. Nimesema limao, kitunguu maji, mafuta ya mzeituni na asali. Sasa jinsi gani ya kuandaa hii dawa? Unachukua limao zima kama lilivyo, haulimenyi wala haukamui maji yake. Unalikatakata na maganda, isipokuwa utatoa mbegu tu zile za ndani za limao. Unakatakata kama vile unavokata kachumbari. Unachukua kitunguu maji nacho unakikatakata, unakiandaa vizuri, afu then unakikatakata. Ukisha katakata limao na kitunguu maji, chukua vijiko 2 vya mafuta ya mzeituni, changanya. Chukua vijiko 2 vya asali, changanya pamoja na, yani huo mchanganyiko wako uwe na limao, kitunguu maji na mafuta ya mzeituni vijiko 2 na mafuta ya na asali vijiko 2. Changanya hivyo vitu pamoja. Sasa unavitumiaje? Unavitumia asubuhi wakati wa chakula. Usiitumie jioni. Hii dawa haitumiki jioni. Inatumika wakati wa chakula cha asubuhi. Na unaila kwanza kabla ya kula chakula. Yaani umeshakatakata chakula, hiyo ni kachumbari yako, ni kama kachumbari actually. Unaikatakata, umeshachanganya na hivyo vitu vyako, wakati unaenda kula chakula cha asubuhi, unakula na hiyo dawa. Unakula mara 3 kwa wiki kwa mwezi mmoja. Unatumia, nimesema matumizi yake, unaitumia asubuhi kwenye chakula cha asubuhi. Unaitumia mara 3 kwa wiki kwa mwezi mmoja. Mara 3 kwa wiki inamaanisha kwamba kama utakula leo ni Jumatatu, utakula tena labda kwa mfano Jumatano na Ijumaa, au siku gani ambazo utakuwa umezichagua wewe. Hizo siku 3 kwa wiki ni wiki moja hiyo, alafu mara mwezi unaitumia hiyo dawa. Ni tiba. Sisemi tu ni dawa, ni tiba kabisa kwa watu wenye shida ya nguvu za kiume. Kama tu zimepunguka kwa sababu ya udhaifu, zitarejea. Lakini kama ni magonjwa, ni lazima utibu ugonjwa unaokusumbua kwanza. Kwa mfano watu wenye kisukari, mtu mwenye shida ya kisukari, ni lazima kwanza atibu kisukari chake. Akisha tibu kisukari ndipo atatibu nguvu za kiume, kwa sababu uwezo ukatibu nguvu za kiume tayari una ugonjwa wa kisukari. Kisukari kina tabia ya kuhafifisha nguvu au kuziondoa kabisa nguvu za za kiume. Hata wanawake wanapataga shida wenye visukari. Lakini kwa hiyo kama ni kwa sababu ya ugonjwa, ni lazima utibu ugonjwa wa awali kwanza ndipo utumie hii dawa. Lakini kama ni kwa ajili tu ya udhaifu, unatumia hii dawa na itakusaidia, itarejesha uhalisia wako wewe kama mwanaume. Kitu kingine au tiba ya pili ambayo inaenda sambamba, lakini hii utakuwa unaitumia tu kila siku, na utakuwa unaitumia kwenye chakula cha asubuhi na chakula cha jioni. Unaitumia kila siku kwa mwezi mmoja. Ya kwanza nimesema unaitumia mara 3 kwa wiki, unaitumia asubuhi peke yake mara 3 kwa wiki kwa mwezi mmoja. Lakini hii ya pili ambayo ninaenda kukuelekeza, yenyewe utaitumia kila siku kwa mwezi mmoja. Asubuhi na jioni kwa mwezi mmoja. Hii ni ya pili. Tiba ya pili ni ngano. Ngano hii tunaita ngano ya kimea. Nimekuwekea picha hapo. Hiyo ngano ya kimea umeiona picha yake, umeona jinsi inavyoonekana muonekano wake. Sasa ni jinsi gani utaitengeneza hiyo ngano ya kimea? Ngano ya kimea, unanunua ngano, unachota ngano kwa ajili ya asubuhi na jioni. Unaweza ukachota ngano vijiko labda 4 vya chakula. Ukaiosha vizuri, ukaiosha vizuri ikawa safi. Baada ya hapo unaiweka kwenye maji, unailoweka masaa 12.
Ukishailoweka masaa 12 unamwaga yale maji ambayo ulikuwa umelowekea. Unahakikisha haina maji yoyote. Alafu unaweka kwenye container. Au kama sio kwenye container, unaweza ukaweka hata kwenye mfuko huu wa plastic ukaifunika. Tayari ilikuwa umeshailoweka masaa 12, unaiweka kwenye mfuko wa plastiki, unaiacha tena masaa mengine 12. Ukiacha masaa 12 mengine utaikuta imeota kama hivyo ninavyokuonyesha hapo kwenye picture. Utakuta imeshaota, imeshaanza kuchomoza ncha vya kuonyesha kama inaota. Hivyo ikishakuwa hivyo, hiyo ndio tiba yenyewe sasa. Kwa hiyo ngano ambayo inakuwa imeshamea kiasi hicho, tunaita ngano ya kimea. Unaitumia asubuhi kama kwenye chakula cha asubuhi. Ina maana unapoanza kula chakula chako cha asubuhi, unachota kidogo kama kijiko kimoja, unatafuna, halafu inayobaki unaendelea kuitafuna na chakula. Unakula kama vile unakula na kachumbari. Unakula na chakula cha asubuhi, unakula na chakula cha jioni. Hiyo utaitumia kila siku, kwa sababu yenyewe sio kwamba ni ina shida. Unaitumia kila siku kwa mwezi mmoja. Kila siku kwa mwezi mmoja, na utaona mabadiliko makubwa sana katika mwili wako, na wewe kama mwanaume lazima utajiona kuna utofauti mkubwa mwilini mwako. Hizo ni tiba ambazo nimekuelekeza, unaweza ukazitumia. Lakini sambamba na hizo tiba, lazima tujue kwamba tubadilishe mazingira yetu, lifestyle zetu na vyakula tunavyokula. Wanaume kama wanaume, kiukweli hutakiwi kutumia sana mambo ya nyama, pombe, lakini pia na uvutaji wa sigara. Hautakiwi kutumia sukari kwa wingi, na kula vyakula ambavyo ni vipesi kama vile chipsi, viazi, nini. Hivyo vyakula kiukweli vinadhoofisha sana mwili. Unatakiwa ule vyakula ambavyo vina nguvu, vinaweza kujenga mwili na kuupatia mwili nguvu na virutubisho vyote ambavyo vinafanyaje, vinavyostahili. Kwa hiyo niwatakie Mungu awatangulie wote ambao wamesikiliza hii video, lakini Mungu awasaidie muweze kupona. Yani hilo ndio lengo, muweze kupona, na ikiwezekana Mungu awasaidie, awajalie mpate nafuu, mpone, na watu wengine pia wapate nafuu, na zaidi sana viwasaidie katika maisha yenu kumtukuza Mungu na kuendelea kumtumainia yeye, kwa sababu yeye ndio mponyaji, na yeye ndiye muweza wa kila jambo, na yeye ndio muweza wa kila kitu. Hayo yote sisi tunayafahamu, ni maarifa tu, lakini tunajua kabisa uponyaji unatoka kwa Mungu. Sawa, ninashukuru. Wakati mwingine tena nitakuja, nitawafundisha tena somo linalofuata. Nitafundisha vyakula ambavyo vinahitajika kuliwa ili kurejesha nguvu na afya ya mtu, wanaume na wanawake wote. Sawa, niwatakie siku nyingine tukutane, niwatakie siku njema, tutakutana tena wakati mwingine katika somo lingine. Asanteni.